الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah ta'ala ibn Aziz anasema kila mtu awe mwanamume au mwanamke ambaye anajiita kwamba yeye ni mwanajumuiya, kudai kwake kwamba yeye ni mwanajumuiya si maana yake kwamba yeye amekuwa mwaminio halisi, kwa sababu hii kwamba anampokea
amempokea sayyidina alayhi salatu wassalam, bali sayyidina alayhi salatu wassalam aliweka masharti kadhaa kwa ajili ya kuwa mwanajumuiya halisi, na yeye alitupatia majukumu kadhaa na alitukumbusha kuhusu wajibu wetu. Na baada ya kueleza mambo haya yote wajibu, akasema kwamba ikiwa mnatimiza na tekeleza wajibu, ndipo mtakuwa wanajumuiya wa kweli na mtahesabiwa katika jumuiya yangu kweli kweli. Kana kwamba kwa ajili ya kuwa mwanajumuiya mtu hatakiwi adai tu kwamba yeye ni mwanajumuiya, bali pamoja na hii au mtu asitegemee hii tu kwamba wazazi wangu walikuwa wanajumuiya, kwa hiyo mimi pia ni mwanajumuiya kwa sababu ya wazazi. Au mtu asitegemee kwamba mimi nimekubali madai ya sayyidina alayhi salam, mimi nimempokea sayyidina alayhi salam, basi hii inatosha. Sawa na itikadi, mtu anakuwa mwanajumuiya kwa kuwa na itikadi hizi zote, lakini kwa ajili ya kuwa mwanajumuiya kwa amali zake, mtu mwanajumuiya anatakiwa atumie uwezo wake wote na afanye juhudi, na kwa kufanya juhudi yote afuate nasaha zote zilizotolewa na sayyidina alayhi salatu wassalam. sayyidina alayhi salatu wassalam alisema waziwazi katika maandiko yake kwamba ikiwa hamfanyi juhudi ya kufuata amri zangu na saha zangu, katika hali hii madai yenu ni madai ya mdomo tu. sayyidina alayhi salatu wassalam alisema bayat maana yake ni kujitolea nafsi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Maana yake ni hii kwamba leo sisi tunauza nafsi yetu katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo jambo hili si jambo rahisi. Wakati sisi tunapouza kitu chochote, wakati tunapouza kile kitu, baada ya kuuza kile kitu, sisi hatumiliki kile kitu, kwa sababu yule aliyenunua kile kitu yeye anakuwa mwenye mamlaka juu ya kile kitu. Kisha yeye anatumia kile kitu jinsi anavyopenda. Basi hii ndiyo ni hali tunayotakiwa tuwe nayo, na hii ni fikira ambayo tunatakiwa tuwe nayo kuhusu nafsi zetu. Kwa ajili ya kupata fikira hii na hali hii, sayyidina alayhi salatu wassalam alisema anayefanya bayat anatakiwa kwanza kabisa yeye awe mnyenyekevu wa hali ya juu, na yeye anatakiwa ajitenge katika hali ya kibri na asiwe na kibri ya aina yoyote. Hazur anasema kwamba haya ni maneno ya sayyidina alayhi salatu wassalam, kwamba mtu ajitenge katika tabia ya kuwa na kibri. Watu wengine wanakuwa na tabia ya kujionyesha kiasi hiki kwamba kiongozi moja alimkasirikia kiongozi mwingine, na kwa kumkasirikia yeye hakuja msikitini, ingawa mimi nipo hapa, na yeye hakuja kusali swala kwa sababu yeye ana ikhtilafu na kiongozi mwingine, na ikhtilafu yake imezidi kiasi hiki kwamba anadai amefanya bayat ya uhalifa, lakini yeye hajali uhalifa wala hana heshima ya uhalifa. sayyidina alayhi salatu wassalam anasema ikiwa nyinyi mmefanya bayat katika hali hii, mnatakiwa mujiepushe na tabia ya kibri na majivuno.
sainam alayhi salatu wassalam anaendelea kusema kwamba yule ambaye kwa kufanya bayet baada ya kufanya bayet anakuwa na kibri, yeye hawezi kupata baraka wala fadhila. Azur anasema kwamba kwa mdomo wanadai kwamba ni wanajumuia, hata wakikutana nami watakutana nami kwa heshima sana, lakini wanakuwa na ikhtilafu wenyewe kwa wenyewe, na wao hawajali kama halifa amekuja hapa na hawataki kusali swala nyuma yake, na hii wanafanya kwa sababu ikhtilafu ya wenyewe kwa wenyewe. Ikiwa hali hii inapatikana, basi katika hali hii haina faida ya kuwa wanajumuia. Hazur anasema kwamba kujiuza nafsi au kuuza nafsi maana yake ni kwamba mtu awe na mnyenyekevu na mtu asiwe na kibri wala majivuno, na analazimika kujiepusha na tabia hii ya kibri. yani mtu awe na imani hii kwamba amali zake zote ni sawa na amri ya Mwenyezi Mungu. Hali hii inapopatikana au itakapopatikana, basi katika hali hii haitokei kwamba Mwenyezi Mungu atampoteza yule mtu ambaye anatoa nafsi yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mungu pia anaheshimu nafsi ile, na kwa njia zote Mwenyezi Mungu anamlinda. Hazrat Masihi Maud alayhi salatu wasalam alisema, ikiwa wakati wa bayetu mtu anafanya ahadi na amali yake ni kinyume na ahadi yake, katika hali hii angalieni kwamba kuna ikhtilafu kiasi gani, kuna tofauti kiasi gani. Ikiwa nyinyi mnakuwa mbali na Mwenyezi Mungu, Mungu pia atakuwa mbali nanyi. Ndiyo maana amesema kwamba nyinyi muendelee kuchunguza amali zenu na vitendo vyenu, na muendelee kuchunguza kwamba je, mwesafisha nafsi zenu kiasi hiki kwamba moyo wenu unakuwa arshi ya Mwenyezi Mungu na nyinyi mnakuja chini ya ulinzi wake. Sayyidina Al-Islam amesema kwamba mimi mara kwa mara nimesihi jumuiya yangu kwamba nyinyi msitegemee kwamba mmefanya bayat. Nyinyi ikiwa hampati uhakika wa bayat, madamu hampati hali hii, hamwezi kupata okovu. Sayyidina Al-Islam amesema kwamba mimi nawapatieni nasaha mara kwa mara kwamba nyinyi mujitakase kiasi hiki kama maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walileta mabadiliko ndani yao. Sasa angalieni maisha ya maswahaba kwamba walileta mabadiliko ya aina gani. Wao waliondoa ikhtilafu ya kila aina na uadui wa kila aina kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na badala ya uadui walikuwa nayo zamani wakaanza kupendana. Wao walikuwa hawana tabia hii kwamba kwa sababu ikhtilafu waliacha kuja msikitini. Wao waliuza nafsi zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na zamani walikuwa wajahili, lakini kwa sababu ya kujitolea wakawa wenye elimu sana, na kwa kuwa wenye elimu wakawa watumishi wa Mwenyezi Mungu. Wao waliamini na walikiri kitu hiki kwamba kuanzia leo sisi hatumiliki kitu chochote, nafsi yetu ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wakati walipotubu katika ushirikina, na wao walitubu katika ushirikina uliofichika, yani waliacha ushirikina wa kila aina. Na ushirikina uliofichika maana yake ni nini? Kwa kueleza maana yake, Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema ushirikina maana yake si hii tu kwamba mtu aanze kuabudu masanamu na mawe, bali hii pia ni njia ya ushirikina kwamba mtu ategemee masilahi ya nafsi yake, kisha yeye anategemea miungu ya dunia hii. Miungu ya dunia ni nini? Miungu ya dunia ni masilahi ya dunia na faida ya dunia. Kwa ajili ya faida hii na masilahi ya dunia, mtu anaacha faida ya dini, na vile vile anadharau amri za Mwenyezi Mungu kwa sababu ya tamaa ya dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mtu akifanya kazi ya vitendo kwa ajili ya kuonyesha wengine, na mtu
akiwa na tamaa ya nafsi yake, hii pia ni njia mojawapo ya ushirikina. mtu akiacha amri za Mwenyezi Mungu nyuma na anadharau amri za Mwenyezi Mungu na anategemea tamaa ya nafsi yake, basi yeye anafanya shirk. Maswahaba walikuwa wakimwogopa Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba kuhusu sahaba moja riwaya inapatikana kwamba siku moja alikuwa analia. Mtu mmoja akamuuliza, bwana, kwa nini unalia? Akasema, mimi nimekumbuka nasaha ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alisema, mimi naogopa kwamba umma wangu utafanya shirk na ushirikina uliofichika. Hii ilikuwa hali ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu hofu ya Mwenyezi Mungu na jinsi walikuwa wakiepukana na ushirikina. Hata wao walikuwa wakifikiria kuhusu wengine kwamba katika umma watapatikana watu ambao watakuwa na tabia ya kumshiriki Mwenyezi Mungu, kumshirikisha na Mwenyezi Mungu. Yeye kwa kupata wazo hili tu mwili wake ukaanza kutetemeka na akaanza kulia. Na hii ndiyo ni hali kwayo manadamu mtu anakuwa mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu ambaye ni Mungu mmoja. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, tauhid si jina la kitu hiki tu kwamba mtu atamke la ilaha illallah kwa ulimi wake, lakini moyoni mwake anakuwa na miungu mingi, masanamu. Yule mtu ambaye anategemea njama na hila na tamaa ya nafsi, au yeye anamtegemea mtu mwingine kama anatakiwa amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, au yeye anaheshimu nafsi yake ambayo ina jinsi Mungu anatakiwa aheshimiwe. Katika hali hizi zote yeye sawa na kauli ya Mwenyezi Mungu, yeye ni mshirikina. Amesema kila kitendo au kauli ambayo inaheshimiwa kama Mungu anatakiwa aheshimiwe, basi sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, hali ile ni sanamu. Ieleweke kwamba kitu ambacho kitakuwa okovu kwa ajili wetu, kitu hiki ni hii kwamba sisi tusimshirikishe na Mwenyezi Mungu na tusiwe na ushirikina wa aina wowote, hata kama ushirikina huo ni ushirikina wa masanamu ya manadamu au ya jua na mwezi, au ni ushirikina wa nafsi au njama ya nafsi au hila ya nafsi. Basi mtu asiwe na imani hii kwamba kuna mwingine ambaye anaweza kumsaidia, wala yeye asiwe na imani kwamba kuna mwingine ambaye anaweza kumfedhehesha au anaweza kumpatia heshima isipokuwa Mungu pekee. Yani Hazur anasema kwamba mtu asiwe na imani hii kwamba kwa sababu ya watu fulani nitapata heshima, bali badala yake anamtegemea Mwenyezi Mungu. Hiki ni kitu ambacho ni kitu cha msingi katika Islam, na kitu hiki ni kitu na nishati ya msingi katika jamaat na katika Islam. Mtu mmoja, Hazur anasema, mtu mmoja aliniambia, alisema kwamba sisi tunaheshimu uhalifa kiasi hiki kwamba tunaanza kufanya ushirikina. Hazur anasema kwamba iwe wazi kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam katika utumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuja kuondoa ushirikina duniani. Kwa hiyo hii haiwezekani kwamba uhalifa wake uweze kusambaza ushirikina.
kazi ya uhalifa haswa ni kuondoa ushirikina na kuimarisha tauhidi ya Mwenyezi Mungu duniani, na kazi ya uhalifa ni kutimiza ile kazi. Kwa hiyo Sayyidina Alayhi salatu wassalam alikuja duniani ikiwa mtu anamkutana na halifa kwa heshima sana, basi yeye wakati anapofikiria kwamba huu ni ushirikina, basi yeye anatakiwa afikirie kwamba huenda yeye anafanya dhana, na huyu mtu anatakiwa aepukane na dhana mbaya. Lakini kwa bahati mbaya, kama yeye amezidi katika hali yake kiasi hiki kwamba watu wanapata athari kutoka kwake kwamba halifa anapewa daraja kama ni sanamu, katika hali hii huyu mtu anatakiwa afanye istighfar, anatakiwa awe mwangalifu. Mimi mwenyewe sipendi kwamba mimi nipate heshima ya aina hii, au mimi nitendewe hivi. Mahalifa wa zamani hawakufanya hivi, wala mahalifa watakaokuja siku za usoni wao pia hawatajali kuhusu nafsi zao. Ndiyo, kitu hiki ni muhimu sana kwamba halifa ahakikishe kwamba uhalifa uheshimiwe, na lazima halifa ataendelea kufanya kazi hii, na yeye atafanya kazi hii kwa sababu ya hii kwamba sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu na sawa na bishara za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa kupitia uhalifa umoja wa Mwenyezi Mungu utapatikana duniani kote, na kazi hii itafanyika kwa kupitia uhalifa. Basi wale watu ambao wanakuwa na mawazo ya aina hii, mawazo mabaya, wanatakiwa waondoe mawazo haya katika mioyo yao. Sayyidina Alayhi salatu wassalam baada ya kuondoa ushirikina na baada ya kuimarisha tauhid ya Mwenyezi Mungu, yeye alitukumbusha na alichukua bayati yetu kwamba sisi tusiseme uongo na vile vile tuepukane na maovu ya kila aina. Mungu anasema ndani ya Qur'an tukufu, faitanabu risa min al-awthani wajtanibu qawla zure, yani muepukane na uchafu wa masanamu na msiseme uongo. Sayyidina Alayhi salatu wassalam kwa kueleza maana yake, tafsiri yake, anasema kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba uongo ni sawasawa na ushirikina na sawasawa na uchafu, na uongo ni kitu kibaya. Anasema katika aya hii Mwenyezi Mungu ameweka uongo sawasawa na sanamu, na kwa hakika kusema uongo pia ni sanamu. Pengine mtu kwa nini anaacha ukweli na badala ya kusema kweli anasema uongo, wakati kama hakuna uhakika katika sanamu? Hivyo ndivyo chini ya uongo hakuna uhakika, na katika uongo inakuwa jambo la juu tu. Kwa kidhahiri mtu anasema kauli, au kwa kidhahiri mtu anaandika maandiko, lakini ndani yake hakuna uhakika. Kisha Sayyidina Alayhi salatu wassalam anasema uongo pia ni sanamu. Mtu akitegemea uongo, basi hategemei Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mtu akisema uongo, yeye anakuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Hazur anasema ikiwa mtu anadai kwamba yeye anashika tauhidi ya Mwenyezi Mungu na anafanya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, na anadai yeye ni Muislamu mkweli, basi katika hali hii mtu anatakiwa aepukane na uongo wa kila aina. Hivyo ndio tunatakiwa tumuondoe yule ambaye ni muongo. Hazur anasema wapo watu wengine kwa sababu mambo madogo wanaanza kusema uongo.
hii si sifa ya maaminio kwamba mtu afanye hivi. Haitakiwi mtu awe na imani kwamba mambo madogo madogo akisema uongo mdogo si uongo, bali huu pia ni uongo. Kwa sababu ya uongo huu mdogo mtu anaanza kusema uongo mkubwa. Kuna mambo mengi ambamo mtu anasema uongo, na kwa kusema uongo uamuzi unatolewa kwa ajili yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuonya kuhusu uongo kiasi hiki kwamba mtu akifikiria kuhusu maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtu anaanza kutetemeka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ikiwa kuna mtu ambaye amemwambia mtoto mdogo kwamba njoo hapa nitakupatia kitu fulani, lakini baadaye hampatii kitu chochote, basi hii itakuwa uongo kutoka kwake. Yani hata kama mtu anamtania mtu na katika hali hii anasema uongo, huu pia ni uongo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba uongo unampeleka upande wa ufasiki, na ufasiki unampeleka mwanadamu upande wa jahanamu. Muongo ni yule ambaye anakuwa mbali na uongo na mbali na ukweli, na vile vile anakuwa mwenye dhambi kubwa sana. Hazur anasema tunatakiwa tuendelee kuchunguza hali yetu kwamba sisi tunasema kweli kiasi gani. Je, hali yetu iko sawa na hali iliyoelezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu ukweli? Kisha Sayyidina alayhi salatu wassalam ameeleza kuhusu uovu moja, na alisema kwamba wafuasi wangu wanatakiwa wajiepushe na uovu huu, na alisema kwamba uovu huu ni zinaa. Na Hazur anasema zinaa si zinaa ya kidhahiri tu peke yake, bali Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema, Mwenyezi Mungu anaposema wala takrabu zina, yani msikaribie zina, yani muwe mbali na hafla za aina hii, na vile vile nafasi ya aina hii ambamo mnaweza kupata mawazo ya aina hii. Yani mtu hafai kwa vitendo vyake, lakini anapata mawazo kwa sababu ya hali ile. Vile vile alisema kwamba msishike njia ambayo inaweza kuwasababishieni kufanya zina. Yani ikiwa kuna hatari aina yoyote kwamba mnaweza kufanya zina hatimaye, basi mnatakiwa muipukane na hali ile. Siku hizi ni TV na internet. Katika TV na internet wanaonyesha filamu, na katika filamu hizi wanawachochea watu, wanahamasisha watu wafanye zina. Kwa hiyo kila mwanajumuiya anatakiwa ajiepushe na hali hii. Katika familia chungu mzima ikhtilafu inapatikana. Katika nyumba nyingi tunaona kwamba talaka imetokea kwa sababu ya hii kwamba mwanamume anakaa katika mbele ya TV na anatumia internet kwa muda mrefu sana, na kwa sababu ya hii ikhtilafu imepatikana baina ya mume na mwanamke. Vile vile kwa sababu ya hii vijana wengi wameharibika. Wao wanakuwa na tabia ya kuangalia filamu ambayo ni mbaya. Hazur anasema kwamba jamii hii ya maendeleo ya hapa inadhani kwamba haya ni maendeleo, lakini sisi tunatakiwa tuipukane na maovu haya yote. Sasa hawa watu wenyewe wameanza kusema kwamba sisi tumeanza kupata hasara kwa sababu ya mazingira haya. Wanasema kwamba filamu hizi inatupeleka upande
wa zinaa. Vile vile watu wanawabaka watoto wadogo, na hali hii yote inatokea kwa sababu ya filamu ya aina hii. Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema kwamba hata wazo la aina hii haitakiwi ipatikane moyoni mwa watu. Sasa Huzur anasema inathibitika kwamba kwa sababu ya vitu hivi vyote mawazo yanapatikana, na matokeo yake ni kwamba mtu anaanza kufanya vile vitendo. Mwanajumuiya anatakiwa ajiepushe na hali hii yote. Kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa ajili ya kuwa mwanajumuiya halisi alisema kwamba kila mwanajumuiya anatakiwa awe mbali na ukosefu wa kila aina. Sayyidina alayhi salam alisema, ikiwa mnadai kwamba nyinyi ni wanajumuiya, katika hali hii hamtakiwi muwe na shari wala ufisadi, wala hamtakiwi muwe na mawazo ya shari wala fitina. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kwamba dhuluma kubwa ni dhuluma gani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema dhuluma kubwa ni hii kwamba mtu ananyang'anya shamba la nduguye, hata kama yeye anachukua ananyang'anya jiwe moja tu kutoka katika shamba la ndugu yake, ile ni dhuluma. Ikiwa amechukua jiwe lile, yani amechukua kipande kadogo cha shamba lake, basi sehemu ile aliyochukua na kipande kile alichokichukua yule ndugu, yule mtu, basi siku ya kiyama itakuwa mzigo kwake. Sehemu ile kubwa itakuwa kama ni necklace, na atavishwa necklace ile kwa sababu alichukua sehemu ile kwa dhuluma. Huzur anasema kwamba sasa mtu akifikiria kwamba yeye atapewa mzigo kiasi gani siku ya kiyama, na ni dhambi na ni adhabu kiasi gani, kwamba mtu hata hawezi kufikiria kuhusu adhabu ile atakayopewa siku ya kiyama kwa sababu ya kunyang'anya haki ya mtu mwingine. Kwa hiyo kunyang'anya haki ya mtu mwingine ni dhambi kubwa sana. Huzur anasema sisi tunawaambia watu wengine wasikuwa Waislamu kuhusu sifa za Waislamu, na tunawaambia kwamba Islam inatufundisha kuhusu haki za watu wengine. Islam badala ya kuchukua haki kutoka wengine, Islam inatukumbusha kwamba sisi tutoe haki za watu wengine, na tunasema mambo haya waziwazi mbele ya wasiokuwa Waislamu. Lakini amali zetu ikiwa ni tofauti na madai haya yetu, basi katika hali hii sisi ni wenye dhambi, na vile vile tunasema uongo. Basi kila mwanajumuiya anatakiwa achunguze hali hii pia kwa makini sana. Ikiwa amali zetu ni sawa na mafundisho yetu, ndipo mahubiri yetu pia yataleta matunda, na mahubiri yatakuwa na athari nzuri. Sayyidina alayhi salatu wassalam kipimo alichokiweka ni hiki kwamba mtu asipate wazo la dhuluma moyoni mwake. Badala ya kuwadhulumu watu wengine, mtu hatakiwi awe na hata wazo la dhuluma moyoni mwake. Kisha Huzur anasema kwamba ibada ya Mwenyezi Mungu ni sharti ya muaminio. Mwenyezi Mungu amesema kwamba lengo la kuumba kwa mwanadamu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema, enyi watu wote ambao mnajihisabu nyinyi ni wanajumuiya, nyinyi wafuasi wangu, nyinyi mtahesabiwa wafuasi wangu huko mbinguni, wakati nyinyi kweli kweli mtaanza kufuata njia za uchamungu. Kwa hiyo muswali sala zenu 5 kwa unyenyekevu kiasi hiki kwamba nyinyi mnamuona Mwenyezi Mungu mbele yenu. Kisha Sayyidina alayhi salam alisema swala ni faradhi juu ya kila Muislamu. Katika hadithi inapatikana Mtume
kwamba kaumu moja ilimjia mtume sallallahu alaihi wa sallam, na wale watu wakasema, ya Rasulullah, ewe mtume sallallahu alaihi wasallam, utusamee swala sisi, yani tusiswali swala kwa sababu sisi ni watu wenye biashara, ni ngumu kwetu kusali swala kila siku. Vile vile sisi tuna wanyama wetu, na kwa sababu ya hii kwamba tunafanya kazi huko nje na tuna wanyama, na vile vile mawazi yetu pia, nguo zetu pia inachafua, na vile vile hatupati nafasi ya kusali swala 5 kila siku. Basi tafadhali utusamehe swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia hii akawajibu, ikiwa hakuna swala katika dini, basi kuna kitu gani katika dini? Ile dini si dini ambamo hakuna swala. Anasema Sayyidina alayhi salatu wasallam, anasema kwamba swala ni nini? Swala ni hii kwamba mtu kwa unyenyekevu aeleze udhaifu wake mbele ya Mwenyezi Mungu na aombe msaada kutoka kwake na yeye aombe kwake. Anasema mapenzi ya Mwenyezi Mungu na hofu ya Mwenyezi Mungu ni swala, yani mtu aendelee kumkumbuka Mwenyezi Mungu, na hii ndiyo ni dini. Kisha anasema yule mtu ambaye hataki kusali swala, basi yeye amefanya zaidi nini kuliko wanyama, yani harakati zake ni sawa na wanyama. Yeye anakula kama wanyama wanakula, analala kama wanyama wanakula. Hii sio hali ya dini hata kidogo. Hii ni hali ya makafiri. Basi Sayyidina alayhi salatu wasalam amesema wazi wazi kwamba tofauti baina ya wanadamu na wanyama ni swala, yani swala inatofautisha baina ya wanyama na wanadamu. Basi ikiwa sisi hatuzingatii swala, katika hali hii tunaweza kujihisi kwamba tunahesabiwa katika nani. Nimeshawahi kukumbusha kuhusu mara kwa mara na naendelea kukumbusha kuhusu hii. Ikiwa kwa mfano msikiti ni mbali, katika hali hii nyumba kadhaa, katika nyumba moja watu kadhaa wanaweza kujumuika na kule wanaweza kuswali swala kwa jamaa. Ikiwa wanafanya hivi watapata thawabu ya swala kwa jamaa, na pamoja na hii wataendelea kukumbuka swala. Na hivyo ndivyo vizazi vijacho pia wataendelea kuzingatia swala. Wao pia, hawa watoto pia watazingatia swala na wataswali swala. Zura anasema kwamba sisi tunajenga misikiti. Kesho inshallah katika Virginia nitafungua msikiti mpya. Lakini ikiwa sisi hatuzingatii ibada, hatusali swala, katika hali hii haina maana ya kujenga misikiti. Nakumbusha mara kwa mara kwamba ikiwa viongozi wote, yani viongozi wa idara zote, tanzim zote, na viongozi wa majlisi ya amila wakianza kuzingatia swala, wakianza kusali swala kwa jamaa, katika hali hii mahudhurio yetu yataongezeka mara kadhaa. Hivyo ndivyo, kwa sababu ya hii tunaweza kufanya malezi ya watoto wetu kuhusu umuhimu wa swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa amri ambayo ni amri ya kutengisha mioyo yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba siku ya kiyama kitu kitakachoulizwa kwa watu ni swala. Ikiwa hisabu yake hii ni sawa, basi atakuwa sawa na atakuwa amefaulu. Lakini kama hisabu yake ya swala imeharibika, si sawa, si sahihi, basi yule mtu amepata hasara na ameshindwa. Huzuri anasema jambo hili si jambo la kawaida, kwamba mtu asizingatie swala ipasavyo. Mwenyezi Mungu amjalie kila mwanajumuiya aweze kutimiza haki ya swala, na haki hii haitatimizwa kwa kusali swala farz tu.
bali sayyidina alayhi salatu wasalam alisema swala ya tahajjud vile vile pamoja na tahajjud mnatakiwa muswali nafal. mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ikiwa upungufu unabaki katika faradh, Mwenyezi Mungu atatimiza upungufu huu kwa kupitia nafali ikiwa mtu anasali nafal katika maisha yake. kwa hiyo kusali nafal pia ni kitu muhimu sana. Wanajumuiya wote wanatakiwa waswali swala ya nafal. vile vile kuna kitu kingine ambacho ni muhimu sana, kila mwanajumuiya anatakiwa awe mwangalifu sana kuhusu hii. kitu hiki ni kuomba msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu, msamaha wa dhambi zake, na anatakiwa aendelee kufanya hii kila siku. Manadamu ni dhaifu, baadhi wakati ingawa mtu anafanya juhudi sana asifanya dhambi, lakini licha ya kuwa na hali anafanya dhambi. na Mwenyezi Mungu si wa aina hii kwamba yeye anawaadhibu watu kwa sababu ya madhambi tu. Yeye anazingatia, anaangalia makosa tu au dhambi tu, bali Mwenyezi Mungu ametuambia njia ya kuepukana na dhambi hizi, na njia ile ni kufanya istighfar sana. mtume sallallahu alaihi wasallam alisema Mwenyezi Mungu si wa aina hii kwamba awaadhibu watu wakati wao wanafanya istighfar. yani ikiwa wao wanafanya istighfar katika hali hii, Mwenyezi Mungu hawaadhibu. hata kama watu kadhaa wanafanya istighfar, watu wengine pia wanasamehewa kwa sababu ya istighfari ya watu wachache, wengine pia wanaokolewa. kuhusu hii sayyidina alayhi salam anasema wapo watu wengine ambao hawajui kwamba wanafanya dhambi, wapo wengine ambao wanajua kwamba wanafanya dhambi. yani wapo wengine ambao wanajua wanafanya dhambi, wapo wengine ambao hawajui wanafanya dhambi. ndio maana Mwenyezi Mungu ametuambia tuendelee kufanya istighfar. yani hata kama tunajua tunafanya dhambi au la, katika hali hizi zote tuendelee kufanya istighfar, kwa sababu hatujui wakati gani tumefanya dhambi, wakati mwingine bila kujua tunafanya dhambi. kwa hiyo tunatakiwa tuendelee kufanya istighfar. Mwenyezi Mungu amesema tuendelee kufanya istighfar kwa sababu dhambi ni ile ambayo iliyofichika au ni dhahiri, au mtu anajua kuhusu dhambi au kama hajui. yeye aendelee kufanya istighfar kwa kupitia viungo vya mwili wake kama macho, masikio, mikono. baadhi wakati kwa sababu ya viungo hivi mtu anafanya dhambi, ndio maana mtu aendelee kufanya istighfar. na yeye afanye istighfar ili aweze kuokoa kila kiungo kutoka katika dhambi. kwa sababu viungo hivi vinakuwa sababu ya kufanya dhambi. kwa hiyo mtu anatakiwa aendelee kuomba ulinzi wa Mwenyezi Mungu. sayyidina alayhi salatu wasalam alitufundisha dua hii na alisema tunatakiwa tuendelee kufanya dua hii: rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirina. e Mola wetu, tumejidhulumu nafsi zetu, ikiwa wewe hutusamehe na huturehemu, basi katika hali sisi tutakuwa miongoni wa wale waliopata hasara. rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. hii ndio ni dua sayyidina alayhi salam alitufundisha. na sayyidina alayhi salam anasema wakati tunapoomba uwezo kutoka kwa Allah, yani tunapofanya istighfar katika hali hii kwa msaada wa Ruhul Qudus, udhaifu ule unaondolewa, unapatikana ndani ya mtu. kisha sayyidina alayhi salatu wasalam ameweka sharti ya msingi kwa ajili ya wafuasi wake kwamba wao waweze kutimiza haki ya watu wote. na wao wasiweze kuudhi kiumbe cha Mwenyezi Mungu. sayyidina alayhi salam anaendelea kutukumbusha kwamba je, ndani yenu
haufu ya Mwenyezi Mungu inapatikana? Je, ndani yenu huruma ya binadamu inapatikana? Katika hadithi moja imeelezwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, nyinyi umsifanye husuda wala umsipigane wenyewe kwa wenyewe, wala msiwe na bughudha wenyewe kwa wenyewe, wala msiwe na uadui wenyewe kwa wenyewe, wala mtu asifanye biashara juu ya biashara ya mtu mwingine, na nyinyi muwe kama ni ndugu. Muislamu hamdhulumu nduguye wala hamfedheheshi, wala yeye amfikiri yeye ni mtu mdogo. Basi mtu akimfedhehesha nduguye, basi hii ni dhambi kubwa kwa ajili ya mtu. Kwa hiyo mali na heshima ya Muislamu ni haramu juu ya Muislamu mwingine. Hazur anasema kwamba sifa hizi zinatakiwa zipatikane katika wanajumuiya, na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu hali hii inapatikana kwa kiasi fulani katika jamaat. Ikiwa Waislamu wote wanaelewa uhakika wa mafundisho haya na wakianza kufuata mafundisho haya, na serikali ya Waislamu ikianza kufuata mafundisho haya, basi katika hali hii jinsi Waislamu wanaendelea kuwadhulumu Waislamu wenzao, na watoto wengi wanaendelea kuwa mayatima, na wanawake wanaendelea kuwa majane, na watu wazee wanakufa, basi hali yote itaondoka. Hazur anasema kisha kibri ni dhambi kubwa sana. Mungu ametukumbusha katika Qur'an tukufu kwamba tuepukane na kibri. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu hii pia ametukumbusha sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, yule mtu ambaye anakuwa na kibri moyoni mwake sawa na chembe cha haradali, yeye hataingia peponi. Sayyidina Alayhi salatu wasalam anasema, sawa na maoni yangu, njia hii ni nzuri sana ya kujitakasa, wala sidhani kwamba kuna njia nyingine nzuri ya kujitakasa, kwamba mtu asiwe na kibri ya aina yoyote, wala asiwe na tabia ya majivuno, yani asiwe na kibri ya elimu wala ya familia wala ya mali. Kisha anasema, mimi nasihi jumuiya yangu kwamba wanajumuiya wote waepukane na kibri, kwa sababu kibri ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu hakipendi hata kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia siku ya Hijjatul Wada alisema, nyinyi nyote wanadamu, hata kama nyinyi mnahusika na kaumu gani, taifa gani, nyinyi kwa kuwa wanadamu, nyinyi mna daraja moja, nyinyi nyote mko sawa, hakuna tofauti kati yenu. Mweusi hana ubora juu ya mweupe, wala mwarabu hana ubora juu ya asikuwa mwarabu. Sisi tumepewa mafundisho haya ya unyenyekevu, na Mtume sallam ametuambia mafundisho haya ili tusiwe na tabia ya kibri, na tunatakiwa sisi tufuate nasaha hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika mataifa ambayo si ya Waislamu, kule tofauti inafanywa baina ya weupe na weusi, na weupe wanasema kwamba wao wamepewa akili zaidi kuliko wale ambao si watu weupe. Hii ndiyo ni kibri kutoka kwao. Kila mwanajumuiya anatakiwa ajipushe na hali hii. Hazur anasema kwamba katika hafla fulani binti moja alisema kwamba kuna tofauti katika jamaati yetu pia kwa sababu ya familia. Hazur anasema kwamba ikiwa mawazo haya yanapatikana mioyoni mwa vijana, basi kitu hiki ni kibaya sana, si sahihi. Lajna, khudam na ansar na vile vile tarbiyat nizam ya jamaati inatakiwa ichunguze hali hii. Kwa nini maswali ya aina hii yanapatikana? Ikiwa ukweli unapatikana katika swali hili, basi kwa kutumia hekima na kwa mapenzi inatakiwa mawazo haya yaondolewe, na pamoja na hii inatakiwa malezi pia yatolewe kwa ajili ya wanajumuiya.
kiongozi yeyote au tanzimi yeyote isianze kufanya utafiti kwamba nani alisema haya, bali wanatakiwa ufanye uchunguzi kwamba je, ukweli unapatikana katika mawazo haya au kweli haupatikani. Huzuri anasema inatakiwa ichunguzwe kwamba je, ni kweli au la. kwa nini wanauliza maswali ya aina hii? kwa nini wanakuwa na mawazo ya aina hii? Kwa yote huzuri anasema kwamba kwa kutumia hekima na mapenzi tunatakiwa tuondoe uovu huu ndani yetu. Yule binti ambaye aliniambia hiyo, aliniuliza swali hili, mimi nilimwambia kwamba yeye aniandikie maelezo haya yote kwamba kwa nini amepata wazo hili moyoni mwake, kwamba katika jumuiya tofauti ya mataifa imeanza kupatikana. Hazur anasema kwamba ikiwa hali hii inapatikana, hii ni pia ni kibri ya aina moja, na sisi tunalazimika kuepukana na kibri ya kila aina. vile vile kuna kitu kingine kwacho mtume sayyidina alayhi salatu wasallam alitukumbusha, na mtume sallallahu alayhi wasallam pia alitupatia amri kuhusu hii, na hii ni kutoa mali yetu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Jumuiya ya dunia nzima inaendelea kuzidi katika mchango. vile vile jumuiya za Marekani pia kwa fadhila za Mwenyezi Mungu inafanya juhudi sana ya kutoa michango, lakini kuna upungufu kidogo katika michango ya kawaida. Sawa na ripoti taarifa ninayopata kwa kuona taarifa ile, mimi nimechunguza kwamba kuna tofauti au kuna upungufu katika nidhamu ya michango ya kawaida. Mtu anaweza kuomba ruhusa kutoka kwa halifa kwamba yeye hawezi kutoa michango sawa na mapato yake, lakini wale ambao ni matajiri wanatakiwa wao wachunguze michango yao. Wao wanatakiwa wachunguze, je, wanatoa michango sawa na mapato yao, na wao wasifanye kwamba wao wanakata matumizi mengi sana na fedha kidogo inayobaki katika fedha ile wanatoa michango. Hii si sahihi, kwa sababu mchango unahusika na Mwenyezi Mungu. Katibu wa fedha wala nidhamu ya jumuiya haijui kwamba mtu anapata mapato kiasi gani, lakini anatakiwa akumbuke Mungu anajua, kwa sababu anajua hali ya mioyo. Ikiwa wanajumuiya wanaanza kutoa michango sawa na kiwango katika hali hii kwa ajili ya ujenzi wa misikiti na kwa ajili ya matumizi ya jamaat, haitakuwa haja ya kuwakumbusha watu kwamba wao watoe mchango maalum. Kwa hiyo kuhusiana na hii pia mnatakiwa mchunguze hali yenu, mchunguze hali ya michango yenu ya kawaida. Ikiwa kuna upungufu, basi muongeze michango yenu. Hazur anasema mimi naendelea kutoa matukio mbalimbali wanajumuiya wapya kwamba wao namna gani baada ya kujiunga na jumuiya walileta mabadiliko ndani yao, wanaendelea kuleta mabadiliko ya kiroho. Wao kwa kupitia vitendo vyao wanathibitisha wanafuata nidhamu ya jumuiya. Katika hali hii, ingawa wengine ni maskini, ni wanyonge sana, lakini licha ya kuwa na hali, Mungu anaendelea kuwajalia neema zake na riziki kutoka kwake, na kwa sababu ya hii wanaendelea kuzidi katika imani. Huzur anasema kwamba kujitolea maana yake ni kujitolea, yani mtu anajitia katika shida na tabu, na kwa kujitia katika shida anafanya kazi fulani. Hii ndiyo ni maana ya kujitolea. Hapa kutoa mali maana yake ni kwamba kujitia katika shida, mtu atoe mali yake kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu. Basi wale watu ambao kwa kutoa mchango kidogo wanasema wamejitolea, hawa hawakujitolea, wala wao hawakufanya ihsani juu ya Mwenyezi Mungu. Hata kama wao hawatoi mchango, katika hali hii pia Mungu atafanya mpango wa kutimiza mahitaji yote ya dini, na yeye anaendelea kutimiza mahitaji yote ya dini na ataendelea kufanya hivi. Basi mimi nawasihi wale watu ambao ni matajiri, licha ya kuwa na hali kwamba wao ni matajiri, lakini hawatoi michango sawa na mapato yao,
nataka kuwakumbusha wao watoe michango sawa na mapato yao ili wapate fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hazur anasema jambo la mwisho ninalotaka kukumbusha ni utii. Ndani ya Qur'an tukufu Mungu ametukumbusha kuhusu utii wa Mungu na utii wa mtume. Vile vile ametuambia kwamba tutii viongozi wetu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika masharti ya bayati yake ameweka sharti ya kutii, kwamba alisema kwamba mpaka mwisho uhai wake ataendelea kutii katika amri zote. Hazur anasema katika ahadi za tanzim zetu za mbalimbali kuna maneno haya kwamba halifa mtukufu akitoa amri yoyote mimi nitajilazimisha kufuata amri zake zote. Hazur anasema kwamba wapo wengine ambao wanakuna tabia ya unafiki, wanaendelea kusema kwamba ahadi iliyochukuliwa ni kuhusu maarufu, vitendo ambavyo ni maarufu, na wengine wanasema kwamba maamuzi kadhaa ya halifa si maarufu, na wengine sawa na maoni yao wanasema kwamba maamuzi ya halifa si maarufu. Kwa hiyo wanaendelea kuleta hoja hii. Kwa hiyo watu wa aina hii wanapatikana duniani, hata kama ni mtu mmoja wawili wanapatikana wa aina hii, yani mtu mmoja katika laki akipatikana. Lakini tunatakiwa tusiwe na fikira aina hii, kwa sababu ya mawazo haya vijana wanapata athari mbaya. Ikiwa kila mmoja akianza kufanya maelezo ya uamuzi wa halifa, basi katika hali hii umoja hautabaki katika jumuiya. Watu wataanza kujadili kwamba kitu gani ni maarufu na kitu gani si maarufu. Halifa mtukufu wa kwanza alitoa maelezo yake hivi kwamba kuna kosa lingine ambalo ni katika kuelewa maamuzi yaliyotolewa na halifa, na watu wanasema kwamba maamuzi ambayo si maarufu basi tusifanye, tusitii. Anasema kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu amesema wala yasinaka fi maarufi, yani sisi hatutaenda kinyume na amri zako. Halifa wa kwanza anasema kwamba je, watu wa aina hii wametayarisha orodha ya maamuzi ya halifa na Mwenyezi Mungu, wametayarisha orodha ya maamuzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba maamuzi gani ni sahihi na maamuzi gani si sahihi. Mwenyezi Mungu anasema kwamba anatoa amri ya maarufu. Maarufu ni kitu ambacho si kinyume na dini. Kisha katika hadithi moja kuna tukio moja linapatikana kwamba watu kadhaa walienda kwa ajili ya kazi fulani, na kule wakawasha moto, na kiongozi akasema kwamba mimi nawapatieni amri kwamba mujitupe katika moto. Wengine wakasema sisi hatutajitupa katika moto kwa sababu hii ni kinyume na dini. Kwa hiyo akasema kwamba mimi nilikuwa na watanieni tu. Wao waliporudi Madina, mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa ya tukio hili, mtume sasa akasema amiri akitoa amri kinyume na dini, kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu, kule basi hamtii amiri wenu. Yani amri ambayo ni kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu hamtakiwi mumtii yule amiri. Lakini kama amiri anatoa amri sawa na dini, basi mnalazimika kumtii yeye.
mtu anatakiwa afuate amri zote za Mwenyezi Mungu, vile vile anatakiwa afuate amri zote za mtume wake. Na siku hizi uhalifa umeletwa sawa na bishara. Basi katika uhalifa huu uliopatikana ni sawa na bishara. Kwa hiyo halifa hawezi kufanya uamuzi wowote kinyume na amri za Mwenyezi Mungu. Maneno haya yasemayo kwamba tutatii amri zako zote maarufu, maneno haya yalitumika kwa ajili ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Sayyidina Muhammad sallam pia aliweka maneno haya katika masharti ya bayat na katika ahadi ya tanzim zote pia maneno haya yaliwekwa, na maana yake ni wazi kwamba tutaendelea kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu. Na kila mtu ambaye anadai yeye ni mwanajumuiya analazimika kutimiza ahadi hii. Anatakiwa maagizo yote yanayotolewa na halifa kuhusu jamaata analazimika kufuata maagizo haya yote. Hazrat Muslim Maud pia amesema hii haiwezi kutokea kwamba halifa atoe mwongozo kinyume na dini. Hata kama kwa bahati mbaya inatokea hivi, katika hali hii Mwenyezi Mungu hataleta matokeo mabaya ya amri ile. Mungu ataleta sababu ambayo matokeo yake yatapatikana mazuri. Kwa hiyo mtu hatakiwa aendelee kutoa tafsiri ya maamuzi ya halifa, bali analazimika kufuata amri zake zote sawa na Qur'an tukufu, sawa na hadithi na sawa na nisaha za Sayyidina alayhi salatu wasalam. Na hii ndiyo ni njia pekee ambamo umoja wa jamaat utabaki na utapatikana, na hii ndiyo ni njia pekee kwayo Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuja, yani kwa ajili ya kuleta umoja. Yeye alikuja duniani, yeye alikuja ili jamaati ya waaminio ipatikane. Pengine Sayyidina alayhi salatu wasalam amesema waziwazi, mimi sijali kuhusu idadi ya watu, kwamba mimi niendelee kuongeza idadi ya wale watu ambao hawatii, bali nataka wanajumuiya wapatikane ambao ni watiifu. Alisema kwamba ikiwa wafuasi wangu hawarekebishi hali yao na wao hawaishi sawa na mafundisho ya Mwenyezi Mungu na mafundisho ya Mtume sallallahu, basi bayat ya aina hii haitaleta faida kwake. Basi Hazur anasema kwamba basi faida ya kuwa wanajumuiya itapatikana wakati sisi tutafuata amri hizi zote na tutafanya juhudi sawa na uwezo wetu wote. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema utii si kitu kadogo, wala si rahisi, wala si jambo rahisi. Utii pia ni sawa sawa na mauti ya mtu. Yule mtu hatii kikamilifu, basi yeye anafedhehesha jumuiya hii. Anasema mimi nimesihi mara kwa mara jumuiya yangu, nyinyi msitegemee bayati yenu tu, msitegemee kwamba mlifanya bayat, bali mnalazimika kujua uhakika wa bayat ni nini. Ikiwa hampati uhakika wa bayat katika hali hii, hamwezi kupata ukovu. Hazur anasema Mwenyezi Mungu atujalie sisi sote tuweze kuelewa mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na sisi sote tuweze kufuata mafundisho haya yote ya Qur'an tukufu. Sisi tuweze kutimiza haki ya bayati ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, na sisi tuendelee kuwa watiifu wa khalifa, na sisi tuendelee kufuata maamuzi yote ya halifa mtukufu, na tuendelee kufuata maamuzi ya yote kwa moyo wetu wote. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi, amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر